Ya, ni kweli draw imefanyika na sisi kama klabu ya Pamba Jiji tumepangwa kucheza na JKT mchezo wa robo finali wa michuano ya CRDB Bank Federation Cup. Tunacheza na timu nzuri, timu ngumu. Niseme tu sisi kama klabu ya Pamba Jiji, nimekuwa nazungumza mara kadhaa kwamba msimu huu ni msimu ambao tunataka kutengeneza rekodi mpya kwenye upande wa klabu yetu. Hatua yetu kubwa ya michuano hii ni kufika robo finali ambavyo tulifika dhidi ya Simba last time. Kwa hiyo tunaamini kwa ukubwa wa kikosi chetu, upana wa kikosi, ubora wa technical staff na namna ambavyo viongozi wanatizama, ni msimu wa sisi kutengeneza rekodi mpya ya muda wote kwenye klabu yetu, kwa maana ya kwenda kwenye hatua ya nusu finali. Haiwezi kuwa rahisi ama tunawachukulia poa JKT, hapana. Ni miongoni mwa timu ngumu, na ukikumbuka pia mechi inachezwa kwao, ambapo tulishacheza mchezo wa kwanza wa ligi ambavyo mechi ilisha kwa sare tasa. Tunaamini tena kwa ubora wetu tutakwenda kufanya jambo lingine pale. So mimi niwaambie mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji, yes, sisi kama club draw tumeiona, tumeipokea na tumejipanga kwenda kuhakikisha bendera ya klabu ya Pamba Jiji inapepea kule jijini Dar es Salaam. Hii ni michuano ya knockout stage. Hii ni michuano ambayo plani ambazo unaziona kwenye ligi hazishabiani na plani ambazo utaziona kwenye hatua ya mtoano. Inahitaji tu benchi la ufundi na wachezaji wajitoe kwa dakika 90 siku ya mchezo, wafanye kila ambacho walimu wanakihitaji, muweze kulinda vizuri na kutumia nafasi, then mna qualify kwenda kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo hii sio mechi ya kusema jamani baadaye nitakuja nicheze baadaye nitarudi, hapana. Lakini hii ni mechi ya mtoano, kwa hiyo haina uhusiano wowote na namna ama sehemu waliopo wenzetu na sisi tuliopo, hakuna mahusiano. Kwa hiyo tunaheshimu nafasi waliopo, tunaheshimu ubora walionao, lakini hii ni mechi ya mtoano ambayo Kataraia Majeshi Baba Isaya na benchi lake la ufundi kwa ujumla wanajua nini cha kufanya kuhakikisha tunavuka kwenye hatua ya robo finali kwenda kwenye hatua inayofuata. Sisi hatujawahi kufikia hatua ya kujadili mchezaji mmoja mmoja kwenye klabu yetu. Tuna wachezaji 30 kwenye klabu yetu ya Pamba Jiji. Kwa hiyo kuanza kujadili mchezaji mmoja, kwanza ni kumvunjia heshima mchezaji mwenyewe, pili ni kuwavunjia heshima wachezaji ambao wapo kwenye klabu yetu. Mchezaji ambaye haonekani kwenye timu yetu yeyote, sio huyo yoyote ambaye haonekani, ni ama maelekezo kutoka kwa uongozi ama maamuzi ya benchi la ufundi. Mashabiki na wapenzi, nyie wachezaji mnakuja kuwaona kwenye mechi peke yake, lakini sisi wengine tunaona kuanzia mazoezini na sehemu nyinginezo. Kwa hiyo mchezaji nyie mkiwa hamuoni, ni hayo mawili tu: ama maamuzi na maelekezo ya benchi la ufundi, ama maelekezo na maamuzi kutoka kwa uongozi. Hizo pande mbili peke yake ndio zinaweza kusababisha mchezaji akaonekana ama asionekane. Kwa hiyo hatujawahi kukaa kujadili mchezaji mmoja mmoja. Wako wachezaji wengi ambao hawajaonekana. Michael Samamba hajaonekana kwa muda mrefu, Sheriff Abraham vivyo hivyo kutokana na majeraha ambayo yanawasumbua. Kwa hiyo Saleh Masudi ni mchezaji wa klabu ya Pamba Jiji. Kuonekana ama kutokuonekana ni sababu hizo mbili: maamuzi ya uongozi au maamuzi ya benchi la ufundi. Kwanza tuna mechi ngumu ambayo inakuja ya ligi siku ya Jumamosi dhidi ya Tabora United, miongoni mwa michezo migumu mizito. Na niwaambie mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji, kabla hatujaanza interview hapa nilikuwa nazungumza na bwana Hino, akaniambia tusigange ambayo yamepita. Kwa sasa mechi dhidi ya Namungo imeondoka, imefutika akili. Kuanzia sasa ninavyozungumza leo tutafanya session yetu ya kwanza ya recovery kuelekea kwenye mchezo wa Tabora. Maana yake sasa hivi kitu ambacho tunakiwaza mbele yetu ni mchezo unaofuata dhidi ya Tabora United. Mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji hawana sababu hata moja ya kuwa wanyonge, ya kuhisi sasa wako kwenye mazingira magumu. Viongozi wapo, benchi la ufundi lipo, wachezaji wapo. Tutapambana kuhakikisha yale ambao hawajayaona kwenye mchezo ambao imepita yanakwenda kuonekana. Mechi inayofuata ni mechi ngumu, narudia. Tabora wako kwenye nafasi nzuri, wana benchi bora la ufundi. Jana tumeona ambacho walikuwa wanakifanya. Tahadhari kwenye benchi la ufundi, uongozi na wachezaji imechukuliwa kwa kiasi kikubwa kuelekea kwenye huo mchezo. Nitumie fursa hii kuambia mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji, kama ambavyo waga na waomba, hatuna sababu ya kuanza kunyoshana kidole. Kila mmoja kwa nafasi yake tutumie nguvu, akili, maarifa kujiandaa kuelekea kwenye mchezo unaofuata dhidi ya Tabora United. Hilo ndio kubwa lililoko mbele yetu kwa hivi sasa. Sisi tunapanga mpira wa miguu na unapanga. Tulipanga tushinde mchezo wa jana dhidi ya Namungo, haikuwa vile kwa sababu inawezekana ubora wa wenzetu kwenye mchezo wa jana, ama pia sisi
hatukuwa kwenye kiwango chetu bora kwenye mchezo wa jana. Mechi ya jana imepita, sasa hivi tumebakiza michezo 6 kunako ligi kuu Tanzania bara. Sio rahisi kutaja tu tutachukua alama 18 kwa maneno, lakini ni lazima kila mmoja wetu kwenye klabu ahisi ana jukumu la kuhakikisha alama 18 zinapatikana. Mashabiki wana nafasi kubwa sana kuhakikisha alama 18 zinapatikana. Benchi la ufundi wana nafasi kubwa sana kuhakikisha wanatengeneza mpango kazi mzuri, wachezaji wanajitolea. Wachezaji pia wana nafasi kubwa sana kuhakikisha hilo linatokea. Kwa hiyo hizo alama 18 ambazo nazizungumza, naweza nikaishia kuzizungumza hapa mnavonioji kama hao niliowataja hawatawajibika na kuhisi wana nafasi kubwa ya kuhakikisha tunasonga mbele. Kila mtu kwa nafasi yake, mwana Mwanza, mwana Pamba, ajione kwamba tuna kazi kubwa ya kufanya kwenye hizi alama 18 ambazo tunazihitaji kwa pamoja. Wote tushikane, tuungane ili lengo liweze kutimia. Haitokuwa rahisi na haijawahi kuwa rahisi kama hatutakuwa kitu kimoja. Huu sio muda wa kuanza kunyoshana kidole, fulani alifanya hivi, fulani akafanya vile. Huu ni muda wa kuungana kuhakikisha malengo yetu ya taasisi kama club tunayatimiza. Matokeo ya jana dhidi ya Namungo sio matokeo mazuri kwa sababu mbalimbali. Moja, tulikuwa tuko nyumbani. Mbili, ni uwiano wa tofauti ya alama kati yetu sisi na wenzetu kwa maana ya jana Namungo, sio? Kwa hiyo hizi sababu chache na zingine zinafanya mashabiki, benchi la ufundi, wachezaji na viongozi kuto kuyapokea vizuri matokeo ya jana. Lakini sisi kama timu ya mpira wa miguu tunaheshimu siku zote matokeo ya mpira wa miguu. Tulichokivuna jana ni matokeo ya mpira wa miguu kulingana na vile ambavyo tulicheza mchezo wa jana na approach ya wenzetu. Sasa yale matokeo ambayo tumeyapata jana yanatupa alert, yanatuambia kichwani tunatakiwa kuamka zaidi mapema ili kuhakikisha hali isiwe mbaya zaidi ya hii ambayo ipo. Uongozi, benchi la ufundi na wachezaji pamoja na mashabiki wetu, kila mmoja kwa nafasi yake anatakiwa kufanya analoliweza lolote kuhakikisha hali tulionayo kwa hivi sasa tunaachana nayo, kwa maana ya kuanza kushinda na kwenda kwenye nafasi ambazo ni nzuri. Kwa hiyo ni ukweli baada ya mchezo wa jana kila mmoja kwenye uongozi, benchi la ufundi, wachezaji, kila mmoja amejifanyia personal analysis ya kuona ni kwa namna ipi ana uwezo wa kuchangia ziweze kupatikana alama 18 ambazo zimesalia kunako ligi kuu Tanzania bara. Na arudia tena, unyonge mwisho mzunguko wa kwanza. Mashabiki wa Pamba Jiji hamna sababu hata moja ya kuwa wanyonge. Kataraia Majeshi, Kiomoni Kibamba kama mwenye timu na viongozi wengine kwenye timu yetu wanafanya kila kitu kuhakikisha furaha mnakwenda kuipata ambayo mlimiss kwenye mchezo wa jana. Kwa sasa sisi akili na mawazo ni upatikanaji wa alama 3. Yaani kitu ambacho pekee tunakihitaji kwa saizi ni alama 3. Zinapatikanaje? Ili ndio swali ambalo kila mmoja kwa nafasi yetu kwenye klabu anapambana kuhakikisha zinapatikana. Kuna vitu kwa saizi tumeshavuka. Hakuna asiyejua uwezo wa mimi naweza nikafanya nini, hakuna asiyejua uwezo wa mimi naweza nikatengeneza nini. Sasa huko saizi tumetoka, kila mmoja kwa nafasi yetu saizi tunapambana kuhakikisha alama 3 zinapatikana kwenye mchezo ambao unafuata. Kupitia hapa ni wapongeze wenzangu, umetoka kuwazungumza Tabora, kupitia kwa Christina na wenzio wamefanya kitu kizuri, mechi promotion ilikuwa nzuri, jambo likawa limekuwa, sio? Kwa ziko sababu nyingi za wao kuweza kufanikiwa. Naamini sisi kwa saizi akili yetu ni kuelekea kwenye mchezo wao hiyo Jumamosi na tunapambana kuhakikisha tunapata alama 3. Kwa yale ambayo yatakuwa ndani ya uwezo wetu yatafanyika kuhakikisha hilo jambo linatimia, lakini malengo mama ni kuhakikisha alama 3 zinapatikana pale kunako uwanja wa CCM Kirumba. Mimi nataka nikuambie, mimi sijawahi hata siku moja kumlaumu shabiki kwamba kwa nini hajaja uwanjani. Huyu mtu ambaye hajaja uwanjani lazima awe na sababu zake kwa nini hajaja kiwanjani. Sisi tunachotakiwa kufanya ni kuendelea kutengeneza na kuiboresha timu yetu. Tukishinda hawa watu ambao wanataka tuwafate watakuja tu, lakini mimi nitakwambia, mimi nimefanya media tour karibia vituo vyote vya hapa Mwanza. Maana yake kama ni mtu kusikia taarifa kuhusiana na Pamba Jiji, kasikia kwa kiwango kikubwa sana. Haijatosha, nikapeleka proposal, gari ya matangazo imetembea barabarani mitaa yote jijini Mwanza kwa siku 3 mfululizo. Kwa hiyo mimi nikisikia mtu anasema hajafikiwa ndio maana hajaenda kiwanjani, kwanza naamini huyo sio mtu wa mwanamichezo, lakini pia huyo sio mtu ambaye anaipenda klabu ya Pamba Jiji. Tunaamini inawezekana mtu alikuwa busy kwenda kutembelea kwenye Instagram ya timu, ndio maana tunapitisha PA barabarani. Kwa hiyo mimi naamini kwa mtu yote ambaye ana mapenzi mema na klabu ya Pamba Jiji ataendelea kutuunga mkono bila kujali nini ambacho tunakipitia. Na wale ambao pia wanasubiria kuja tukicheza na timu zao nyingine ambazo wanazipenda, hatuwezi kuwakataa, tunawakaribisha, na muda pia ukifika wakahisi wanaweza wakaja, wakaribie. Lakini tunaamini kwa mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji wenye nia thabiti
kwa ajili ya kuiunga mkono timu yao watakuja kwa wingi kwenye michezo mingine ambayo inafuata, na mimi naamini ziko sababu tutashinda, tutakaa sawa sawa, alafu hao ambao pengine wanahisi au wanatujaribu majibu yatakuja kupatikana. Jana tuliteleza dhidi ya Namungo Football Club, mechi inayofuata ni ngumu dhidi ya Tabora United. Hizi alama 18 ambazo sisi tunazihitaji kama klabu hazitotimia kwa sisi wenyewe kubakia hivi. Alama 18 tutazitimiza kupitia kwa uongozi, benchi la ufundi, wachezaji, bila kuwasahau mashabiki. Kwa hiyo mashabiki wana nafasi kubwa sana ya kuhakikisha hizi alama 18 ambazo zinakuja zinapatikana. Tuendelee kuwa wamoja, tuendelee kushauriana, tuendelee kuombeana kuhakikisha timu yetu inamaliza ama inabakia kwenye nafasi nzuri zaidi ya sasa ambavyo ipo kwa muda huu. Shukrani sana. Pamoja.